na yahisi mapenzi, moyo nataka kupenda ila hofu. Dada, kituo chako ndo hichi hapa. Shuka, achia nzio sito apate kujilamba. Bwana, kwani mimi sinajua ninapoenda? Naenda nao na urudi nao, nitakupa nauli yako. Kwani shida iko wapi? Kwani ile gari lako lina nini? Mbona watu wanalingangania? Ni Chris Bando huyu. Na nilijua tu. Nimelipa kidogo, wamenipa bando la kutosha. Kiasi ambacho nimeamua kuunganisha wifi ili wateja zangu waweze kuenjoy. Jamani, mtapotea kwenu bure. Hata nyinyi mnaweza kujimiminia kwa uhuru kabisa. Ukishakuwa na line ya Halotel 2, unalipia 11,000 na kuungwa GB 10 zinazokaa ndani ya miezi 8. Ukitaka kumpata Chris Bando, mpigie kwa namba za simu hizi hapa. 0717 04 80 48 au 0785 73 63 61. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Lakini kama unataka ulipie bando lenyewe, tumia lipa namba na hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kukamilisha malipo yako, utafuadi ujumbe wa muamala kwenye moja ya hizo namba za Chris Bando. Usubiri kuungwa. Chris Bando! Ino dunia vipi? Mbona umeganda muda mrefu hapo? Naangalia. Nipo zangu tu naangalia maua. Hiyo nikikaa hapa na enjoy. Sasa mbona ukuniambia kama unapenda maua? Basi nitaongea na yule jamaa ambaye alitupandia haya. Wanakuwa na maua mengi sana. Design tofauti tofauti. Atakuwekea hapa maua mazuri. I hope utayapenda. Sawa, asante mwanangu. Nakupenda sana. Nilikuwa naomba kutoka kwenye hiki chama. Nimechoka maisha ambayo nayaishi. Nateseka. Naumia. Kuna muda ninatamani tu mngeniua nijue moja. Ninatamani hata ningekuwa nimekufa nisishuhudie ambavyo naenda kuvipitia sasa hivi. Sikuwaza hata siku moja kwamba kule ambapo ulikuwa unanionyesha kwamba unanipenda, unanionyesha unanijali, kumbe ulikuwa unanivutia kwenye haya maisha ambayo naishi sasa hivi. Nimechoka. Nataka kutoka. Nataka kurudi kwenye maisha yangu ya zamani mimi. Nimechoka. Nimechoka maisha mama. Nataka uhuru wangu mimi.
Nataka kurudi kwenye maisha yangu. Haijalishi alikuwa ile maisha yana namna gani, alikuwa na mateso namna gani, lakini nataka kurudi mama. Nikuomba mama yangu nitoe. Hivi aliyekudanganya kwamba unaweza ukaingia kwenye chama na kutoka kirahisi kama unaingia choni na kutoka ni nani? Habari marafiki, leo nataka kuwaambia kuhusu Pocket Broker, chombo bora kwa yoyote anayetaka kufanya biashara katika masoko ya fedha. Kama ndio kwanza unaanza na hujui pa kuanzia, we baki na mimi mpaka mwisho. Kujisajili ni rahisi sana na uchukua sekunde chache mno kama unavyoona hapa kwenye screen yangu. Na ukitumia promo code yangu ya ASMACOM1 itakupa bonus ya kipekee itakayokupa nguvu zaidi unapoanza kufanya trading. Hii ni faida kubwa kwa yoyote atakayetaka kuanza kwa kishindo. Kitu cha kwanza kinachovutia sana ni biashara ya jamii. Ni kama mtandao wa kijamii kwa ajili ya wafanyabiashara. Unaweza kuwafuata wafanyabiashara waliofanikiwa na kunakili tu biashara zao. Ni rahisi sana, hasa kama hujiamini katika ujuzi wako. Na hapa kuna kipengele kingine kizuri, ishara za biashara. Pocket Broker anakutumia ishara za kisasa ili uweze kujua wakati mzuri wa kuingia kwenye biashara. Ni kama kuwa na ushauri kutoka kwa mfanyabiashara mzoefu mfukoni mwako. Hem, tuzungumzie kuhusu viashiria. Hizi ni zana zinazosaidia kuchambua soko. Pocket Broker inatoa vingi sana na ni muhimu kweli. Utaweza kuona ni lini wakati mzuri wa kununua au kuuza. Ni kama kuwa na nguvu za ajabu kwenye trading. Faida nyingine kubwa ni aina mbalimbali za njia za biashara. Unaweza kuchagua ile iliyokufaa zaidi. Wanaoanza wanaweza kuanza na njia rahisi na kuelekea za juu zaidi kadri muda unavyozidi kwenda. Kila kitu kinajirekebisha kulingana na wewe. Na vipi kuhusu mawasiliano? Pocket Broker ina jumuiya ambayo unaweza kuzungumza na wafanyabiashara wengine, kuuliza maswali na kubadilishana uzoefu. Inasaidia sana. Yaani hakuna anayehitaji kufanya biashara peke yake. Ikitokea na maswali yoyote, usijali. Msaada unapatikana saa 24 kwa siku. Unaweza kupata msaada wakati wowote, hata kama ni usiku wa manane. Lakini pia Pocket Broker inatoa mamia ya video za mafunzo na makala mbalimbali. Ni fursa nzuri sana ya kuboresha ujuzi wako na kuwa mtaalamu wa kweli. Usikose nafasi yako ya kuanza kufanya biashara na Pocket Broker. Na kama umefurahia video hii, tafadhali weka like na kujiunga na channel hii. Tukutane kwenye video zijazo. Kwa ufupi, Pocket Broker ni sehemu nzuri sana ya kuanzia kwa yoyote anayehitaji kufanya biashara. Kama uko tayari kuanza safari yako katika ulimwengu wa fedha, hakika kagua vizuri jukwaa hili. Nitaacha link ya usajili kwenye sehemu ya maelezo. Manyanya. We Manyanya. Umechoka eh? Pole, chakula chako. Halafu, unajua watu wanakuzungumzia sana hapa mtaani eh? Yaani huna shobo na mtu, hupendi mazoea, huna wanawake. Wewe ni mtu wa namna gani? Asa hiyo yote mimi inanihusu nini jamani? Masuala ya watu sijui kulifuatilia, masuala ya sijui wanawake, sijui madem na nini. Sidhani kama hiyo ni biashara yangu. Kikubwa tu ni kwamba mimi napiga kazi zangu, napumua, maisha yangu yanaenda. Nafikiri hivyo vinatosha sana. Hivi unajua nini Manyanya? Yaani ukakaa ukanyoa hizo ndevu zako. Usinyoe zote, kidogo tu. Na jinsi ulivyokuwa mrefu, ukavaa ukapendeza. Wewe ni handsome sana. Yaani utapendeza vibaya mno. Umetisha? Unalagi leo unaona hii nyama fresh japo umesahau kijiko. Baadaye njoo chukue basi sahani yako. Sawa, lakini ilifanyie kazi hilo. Umeshasahau kwamba una deni wewe bado hujamaliza. Na pia umesahau kwamba umesaini mikataba kwangu ambayo bado hujaikamilisha. Utoke tu kirahisi. Msichana, tumewekeza kwako. Tumepandikiza mbegu kwako wewe. Na ndio kwanza mambo yanaanza kwako.
Alafu leo hii unasema unatoka kirahisi. Hivi inakuingia kweli akilini? Mama, naomba basi hata uniangalie. Niangalie hata kwa jicho la huruma mama. Niangalie kama binti yako uliyomtoa tumboni mwako. Umri wangu bado mdogo sana. Bado nina ndoto zangu mama. Hata hiyo mikataba mimi hata sijui imekuwaje. Wala nilikuwa sijui mama. Laiti kama ningekuwa najua kwamba hichi ndio ambacho kinaenda kunitokea mama, nisingekubali. Mama, naumia. Nasulubika mama. Nimechoka. Nisaidie mama, nataka kutoka. Nione huruma. Nione huruma, nimechoka. Cindy, hakuna aliyejiunga kwenye hiki chama akatoka kirahisi rahisi bila malipo. Unatakiwa urudishe gharama zangu, la sivyo utaianzisha vita, itatafuna kizazi chako chote. Kwa kuwa uliingia mwenyewe kwenye makubaliano, leo hii unavunja makubaliano yangu mimi na wewe. Sawa, mimi nitakuruhusu uende, lakini kwa sharti moja tu. Uko tayari kulipa gharama zangu zote ili nipate kukuruhusu uondoke kwa amani? Uko tayari? Mama, niko tayari. Niko tayari mama, kutoa chochote. Yaani wewe niambie tu natakiwa nitoe nini. Mama, hata mkitaka kunikata kiungo changu chochote mwilini mama, kateni. Chukueni hata kama nikibaki na ulemavu. Na kama kuhusu hizi pesa mama, chukueni. Hata mnifanye niwe maskini wa kutupwa mama, niko tayari. Niko tayari mama. Ili mradi tu nipate uhuru wangu mama. Niishi maisha yangu mama. Na kuuliza kwa mara ya mwisho, upo tayari kulipa gharama zangu kwa mujibu wa makubaliano? Nipo tayari mama. Nipo tayari hata kama sasa hivi. Nipo tayari mama. Nipo tayari. Niambie tu natakiwa kufanya nini mama yangu. Niambie. Sawa, nitakutoa. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa, yanayonifelisha ndo chanzo kurudio. Kipi unakuja hapa? Huyo bosi wako sasa kupa taratibu na sheria za huko ndani. Basi naona kuna taratibu na sheria, kuna baadhi alizisahau, nataka nikuongezee nyingine. Sheria nyingine ya huko ndani. Sitaki na sipendelei tabia za malaya. Kwa sababu nimekaa hapo garden nasikia uko na mwanamke hapa anakusifia, mara sijui urefu, mara ndevu. Na uko busy unachekelea kabisa. Sasa masuala ya umalaya hapa ametoka wapi? Huyu msichana kaniletea chakula hapa, ndo ananihudumia kila siku. And then kaondoka. Mazungumzo mengine ni ya kawaida tu tulikuwa tunafanya hapa. Au mimi sasa ndo siruhusi pia hata kuzungumza na watu wengine kwa sababu tu nimeajiriwa hapa? Kweli? Akuletea chakula, maswala sijui ya kusifiana, sijui na kusifiana, kusifia vitu gani, sijui hata sielewi. Akuletea chakula aondoke. Hizo story ya muongelea huko sio hapa nyumbani kwangu. Kama anataka kusifia mfate kule akusifie vizuri, sio hapa nyumbani kwangu. Kiufupi, sitaki na sitaki tena kusikia hili swala la Jurudia. Yaani leo ndo mara ya mwisho. Sitaki tena mazoea na wanawake. Nimemaliza.
nyumba yani mtu kila siku ukitaka kufua lazima ukute kamba zote zimejaa. Yaani utasema kuna mtu anakuvizia ili ufue ukose pa kuanika. Na nahisi kabisa hizi nguo zitakuwa za yule dada wa chumba cha mwisho. Mnamsingizia. Yule dada amesafiri. Mima, umejuaje kama kasafiri? Kwa kila kodi lazima tupeane. Nyie eleweni tu amesafiri. Sasa hizi nguo zitakuwa za nani? Asa sikia shoga yangu. Zile nguo za kike pale hata sizijui. Ila zile boxer za Katungulu. Unatupiga shoga yangu. Zile ni boxer za Lamio. Sasa wewe unataka kubishana na mimi? Yaani mwenzenu namjua Katungulu kama boxer namnunulia gamie. Sio unanielewa? Zile boxer pale ni za Katungulu. Sasa wewe hapo kipi unataka tubishane wapi? Mimi mwenzako namjua Lamio nje ndani. Naweza kumgeuza kama samaki. Haya, kitu chake kipi yeye Lamio mimi nisikijue? Za Lamio zile? Mima. Mbona unapenda ligi wewe mwanamke? Nishakwambia zile boxer pale ni za Katungulu. Unataka kushindana na mimi? Sasa ngoja nikupe kodi shoga yangu. Zile boxer pale za Katungulu katikati zinatoka. Upo hapo? Upo. Sasa kama unajifanya mbishi sana, unajua sana kubisha. Weka down nikakuonesha. Haya, mimi na 10,000. Wewe una shilingi ngapi nikakuonesha huo mtobo? Tena ngoja nikakuletea kabisa ili nijipigie hela mimi. We binti wewe. Sitaki kusikia chochote kutoka kwako zaidi ya kulipa pesa zangu. Lakini mama mdogo mwenyewe hata sasa leo nimejichanganya vipi? Namba ulionitajia ndio hii niloandika. Itakuwa tu nimejichanganya kwenye jina. Unasemaje wewe? Unataka kuleta janja ya nyani, si ndio? Ukishamuona nyani mzee, iwe shambani, iwe porini, ujue kabisa amekwepa mishale mingi. Hapa unavyoniona na utu uzima wangu huu na uzee wangu huu, mvi zinanitoka. Ulikopita wewe na mimi nimepita. Najua janja yote. Nimekutajia namba zangu. Na jina linalotoka nimekuambia kabisa linatoka jina Angelina John. Iweje pesa haijaingia mpaka sasa hivi? Kama ulikuwa unanijaribu ili unijue vizuri, binti, mimi huwa sijaribiwi. Sasa subiri nikuonyeshe kazi. Mpuuzi wewe. Sasa nimejua nguvu ya dawa inafanya kazi. Sasa nataka kujua, mumejuaje kwamba zile bogusa ni za mume wangu? Yaani hapo nataka maelezo. Maana huwezi kujua tofauti ya kuku wa kienyeji na wa kisasa bila kumura. Umejuaje zile ni bogusa za mume wangu? Hivyo umechanganyikiwa? Kwa wapangaji wa kiume waliokopo mundani, ni nani anayeshindwa kujua zile boxer ni za nani? Kama sio Katungulu ama Lamio. Aya, hapo kuna ubaya gani sisi tukijua? Sasa tuachane na bogusa. Nataka kujua mahusiano yenu na tobo. Yaani mumejuaje mpaka bogusa za mume wangu zina tobo? Yaani mahusiano tobo na kujua. Wewe umejuaje? Kweli wahenga hawakukosea waliposema kikuracho kinguoni mwako. Sasa mimi hakiko nguoni, kiko kwenye mwili kabisa. Yaani hamuwezi mkawa mnanifanyia hiyo michezo ya ajabu. Wewe umejuaje hapa kwenye tobo la bogusa? Nini mnamuelewa? Kumbe hamunielewi, sieleweki. Sasa ngoja niwaelekeze kwa vitendo. Lakini Hawa, sio mwambie tu mume wako akusaidie jamani. Hizo hela ni nyingi, huyo mama namjua ni mkorofi. Hivi anaanzaje kumwambia mume wangu? Unataka yule baba mimi aniue? Yaani pale alipo amevurugwa na mambo ya kazini. Tena na mimi nimchanganye na huko. Sasa utawezaje peke yako jamani? Naomba pesa zangu. Nahitaji pesa zangu. Sitaki chochote. Nataka pesa zangu. Tena sasa hivi. Lakini mama, naomba basi jaribu kuwa na subira kidogo tu. Ili na mimi niweze kufanya utaratibu. Mimi hapa nimeingia kwenye hasara. Wakati mwingine tunaongea tunapotaka kitendo. Yaani tunataka. Wewe na mapanga.
kwenye pesa. Wewe unajua kutafuta hela wewe? Unajua kutafuta hela, unajua uchungu wewe wa hela wewe? Au kwa sababu watu wanakuja wanakuletea unapokea tu kirahisi bila kupata uchungu wowote? Nataka pesa zangu, nimesema leo lazima pesa zangu zije hapa. Si unataka kuiona rangi yangu halisi, si ndio Yaani wewe mtu umenidhulumu pesa zangu, unataka kujifanya wewe mjanja kuliko mimi, alafu unaniambia subiri. Nisubiri nini? Leo hii nataka pesa zangu, la sivyo nitakufanyia timbwili mimi hapa wewe. Nitakujazia watu hapa, utaenda ambako sehemu ambako usikotegemea. Pumbavu mkubwa wewe, mshenzi wewe, ngirimaji wewe usijua kuogelea. Leo siondoki mpaka nipate pesa zangu, si umenielewa? Vipi kulikoni? Salama. Una shida gani? Sio binti huyu, anajifanya mjanja wa mjini. Nimemwambia aniingizie pesa zangu kwenye simu, mpaka saizi simu haijaingiza hela. Kiasi gani? 4 milioni. Okay. Hebu mtaje namba yako. 0712 52 1299. Jina linatoka Angelina John. Tayari. Tapeli mkubwa wewe. Vipi, salama lakini? Salama. Asante babangu. Mimi hata sijui nitakulipaje hiyo pesa. Hapa penyewe ndo nilikuwa nakusanya. Kuwa na amani. Vitu vidogo sana hivyo. Kazi njema. Shoga yangu unaongea nini wewe? Utanipeleka na mimi kwa mganga wako. Shule inayofunza mema na mabaya ndio dunia. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Haya wewe dada, kituo chako ndio hichi hapa. Shuka, achia nzio sito apate kujilamba. Bwana, kwani mimi sinajua ninapoenda? Naenda nao na nao nitakupa nauli yako, kwani shida iko wapi? Kwani ile gari lako lina nini? Mbona watu wanalingangania? Ni Chris Bando huyu. Na nilijua tu. Nimelipa kidogo, wamenipa bando la kutosha. Kiasi ambacho nimeamua kuunganisha wifi ili wateja zangu waweze kuenjoy. Jamani, mtapotea kwenu bure. Hata nyinyi mnaweza kujimiminia kwa uhuru kabisa. Ukishakuwa na line ya Halotel 2, unalipia 11,000 na kuungwa GB 10 zinazokaa ndani ya miezi 8. Ukitaka kumpata Chris Bando, mpigie kwa namba za simu hizi hapa. 0717 04 80 48 au 0785 73 63 61. Na namba hizo ni kwa ajili ya kumpigia Chris Bando tu. Lakini kama unataka ulipie bando lenyewe, tumia lipa namba na hakikisha jina linatoka Christopher Luoga. Na baada ya kukamilisha malipo yako, utafuadi ujumbe wa muamala kwenye moja ya hizo namba za Chris Bando. Usubiri kuungwa. Chris Bando! Ino dunia. Kauzo wangu, naona ushamaliza. Mapema tu, si unajua njaa tena. Okay. Hivi wewe, kwani wewe mgonjwa au? Hivi na maana hata hizi nyama uzioni? Changamkaga bwana, umepooza sana. Ndio nakudanganya hiyo. Nenda bwana, usinitie kwenye hizo hali saizi, mimi na maisha yangu chapagao. Hamna, umepooza sana bwana, natakiwa uchangamke. Wanaume wenzako huko nje wanachangamka. Bwana, nenda bwana, nitakupiga mawe. Wewe mbona umenizoea hivyo? Haya, tuachane na hayo. Unanilipa hela yangu au unalimbikiza? Hesabu na jumlisha asubuhi, jioni ukiniletea.
nitakupa zote. Sawa, ila uchangamkage. Wewe nikwambia nini kuhusu masuala wanawake? Wewe vipi? Vipi kuhusu nini mkubwa na wanawake unapiga story na mama unasema minyama kitu gani? Yaani nimekwambia nini mchana? Na unafanya nini sasa hivi? Wewe dogo, nitakupa mizinga. We mtoto, usiingilie maisha yangu, sawa? We nani kwani? Mimi si niko hapa kwa ajili ya kufanya kazi, wewe umeninunua wewe. Utanipangiaje maisha mimi ya kuishi? Chunga sana na mwanamke, nitakubamiza. Unataka nini kwani kwenye maisha yangu wewe? Unataka nini kwani? Mimi nakupenda. Nakupenda. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege.